Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. China yaongeza juhudi za kuunda mazingira rafiki kwa malezi ya watoto. Filamu ya kwanza ya uhuishaji iliyotengenezwa kwa AI nchini China yaonyeshwa kwenye skrini kubwa. Rais wa Somalia athibitisha tena kanuni ya China moja, asifu miaka 65 ya uhusiano wa pande mbili na China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. China inaongeza juhudi za kitaifa kukabiliana na kupungua kwa kiwango cha uzazi kwa kujenga mazingira rafiki kwa malezi ya watoto. Kupitia ushirikiano wa serikali, makampuni na jamii, nchi hiyo inalenga kusaidia familia kusawazisha kazi, malezi na ustawi wa watoto. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. China inaunganisha sekta zote za jamii kukabiliana kwa nguvu na kupungua kwa viwango vya uzazi na kujenga mazingira yanayosaidia malezi ya watoto. Wang Changming, mfanyikazi wa JD.com ambao ni kampuni kubwa ya biashara mtandaoni yenye makao yake mjini Beijing, umpeleka mwanawe wa miaka 2 kazini kila siku. Safari ya dakika 30 kutoka nyumbani hadi ofisini wa wakati wa kipekee wa furaha kwa baba na mwana. Hata hivyo, kwa wazazi wengi wanaofanya kazi nchini China, asubuhi huwa yenye pilika nyingi za kuwapeleka watoto katika vituo vya kuwalelea kabla ya kukimbilia kazini. Kadri familia zinavyohamia katika miji mikubwa, msaada wa jadi wa babu na nyanya unapungua. Hapa ndipo kampuni kama ya Wang zinapochukua nafasi. Kampuni yake ina kituo cha kulelea watoto ndani ya kampuni, hatua ndogo lakini yenye athari kubwa katika kupunguza mzigo wa kila siku kwa wazazi. We really needed this. Balancing work and kids is hard. Ingawa taswira ya wazazi kushughulikia kazi na malezi chini ya paa moja bado si ya kawaida nchini China, polepole inaanza kukubalika. Mwaka 2023, China ilirekodi takriban watoto wachanga milioni 9, huku kiwango cha uzazi kikiwa karibu watoto 6 kwa kila watu 1000, chini ya nusu ya kiwango cha mwaka 2016. Nyuma ya takwimu hizi kuna changamoto kwa vijana, mvutano kati ya kujitimizia malengo binafsi na kuanzisha familia. Ili kukabiliana na hali hiyo, China inaunda mtandao mpya wa kijamii unaohamasisha malezi ya watoto kama jukumu la pamoja, sio mzigo wa familia pekee. Malezi ya watoto ndani ya kampuni ni sehemu tu ya suluhisho, huku msaada wa jamii nao ukiwa muhimu. Shinikizo la masomo bado ni kikwazo kikubwa kwa familia nyingi. Hali hii huonekana wazi wakati wa kufanya kazi za nyumbani, kama inavyoonyeshwa mara nyingi kwenye video fupi za mitandaoni. School teachers already shoulder most of the academic work. What we community do here is fill the gap that families can't always cover. A child's growth depends on more than parents and schools. It's a shared effort across the whole community. Song anaendesha kituo cha malezi baada ya shule ambapo wafanyikazi wake wafuata watoto kila siku, kuwapa chakula cha jioni na kusimamia kazi za nyumbani hadi wazazi wao wanapomaliza kazi. Anasema watoto wengi hawana nguvu wala uzoefu wa kutosha baada ya siku ndefu kazini. Mbali na juhudi za kampuni na jamii, serikali ya China pia inasukuma sera za kujenga jamii rafiki kwa watoto. Kila familia yenye mtoto chini ya miaka 3 inapokea ruzuku ya yuan 3600 kwa mwaka bila kujali eneo au kipato. Kati ya mwaka 2021 na mwaka 2024, China imewekeza takriban yuan bilioni 5 kupanua huduma za umma na malezi ya watoto. Aidha, sera za makazi na huduma za afya zinafanyiwa marekebisho ili kuwa rafiki zaidi kwa familia. We can feel that the policy direction is very positive. For example, the child's daily expenses amount to about $500 per month. The 3,600 subsidy basically covers most of it. Hatua hizi zinaashiria mabadiliko makubwa kutoka kusimamia idadi ya watu kwenda kuimarisha ustawi wa familia. Hatua kwa hatua, China inafuata uwiano mpya kati ya kazi, malezi na ndoto za kizazi kijacho. Filamu ya kwanza ya uhuishaji nchini China iliyotengenezwa kikamilifu kwa kutumia akili bandia ama akili mnembo AI inayojulikana kama The Reunion Journey imeonyeshwa kwa mara ya kwanza katika onyesho la majaribio jijini Beijing siku ya Jumamosi. Filamu hiyo inalenga dhana ya kuungana tena kwa familia na mshikamano wa kitamaduni.
Simi Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo. Filamu hii ya teknolojia ya AI na simulia hadithi ya ndugu panda wakubwa wawili, Tuanzai na Yuan Niu. Kutengana kwao, safari ya kutafutana na hatimaye kuungana tena, kunasimulia hadithi ya Kichina kwa mtazamo wa kimataifa, huku ikisisitiza umuhimu wa kuungana kwa familia. Watazamaji walivutiwa sana na ubora wa picha, hususan manyoya yaliyochorwa kwa undani na sura halisi za panda hao, jambo linaloonyesha maendeleo ya haraka ya teknolojia ya akili bandia. Akizungumza baada ya kutazama, mtazamaji Wang Wenbo alisema hakutarajia AI kuweza kuonyesha maelezo ya kina kiasi hicho kwenye filamu. Aliongeza kuwa mwendo wa wahusika, uhalisia wa picha na uwasilishaji wa mandhari vilizidi matarajio yake na kumpa uzoefu mpya kabisa. Filamu hiyo imetayarishwa kwa ushirikiano kati ya China Media Group CMG, Beijing New Film Union pamoja na makampuni mengine. Kama filamu ya kwanza ya uhuishaji wa sinema nchini China iliyotengenezwa kikamilifu kwa AI, imetumia mfumo mkubwa wa CMG wa uzalishaji wa maudhui ya habari, hali iliyopunguza muda wa utayarishaji wa filamu ya uhuishaji kutoka miaka 5 hadi mwaka mmoja pekee. Kwa upande wa kuboresha mfumo wa AI kama vile kuboresha muonekano wa manyoya, kulainisha mpito wa picha na kurekebisha mwanga, masuala hayo hushughulikiwa moja baada ya jingine tunapokutana nayo katika mchakato wa uzalishaji. Tunatumia teknolojia mpya ili kuwapatia watazamaji mandhari mapya kabisa. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amethibitisha kwa nguvu dhamira ya nchi yake kwa kanuni ya China moja na kusifu kile alichokita miaka 65 ya uhusiano wa mstari ulionyoka kati ya Somalia na China. Katika mahojiano ya hivi karibuni na China Media Group yaliyorushwa hewani wikendi iliyopita, Mohamud alieleza kuwa misimamo ya pamoja ya nchi hizo mbili ni msingi muhimu wa uhusiano wa China na Somalia. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. The commonality, for one example, is the one China principle and one China, one Somalia principle, the sovereignty and the territorial integrity of Somalia and China, which both of us has some people who is claiming that they do not respect that. So China has always been consistently in support of Somali unity, and it is very clear their support and their stand. China has always been with us, and we always have been with them. We never recognized Taiwan, and China has the capacity to bring back Taiwan. Zaidi ya siasa za kimataifa, rais huyo aliangazia historia ya China kama mfano wa kuigwa kwa ajili ya ujenzi wa taifa la Somalia. China went through a difficult era in its history and has survived and has even later on prospered. Somalia has difficulty in that. So the commonality we had is in some areas the China approach is useful to Somalia, and we are looking at those how to survive and prosper. There's a very, very rich experience in China, and China is open for that purpose, and they have been providing us insights and the civilization that resisted those days. So this is again not only the sovereignty and the territorial integrity, but also the respect of our two countries to each other. We've never had any problem with China whatsoever. In the last 65 years, the relationship was still straight line. It was not, there was no up and downs in the last 65 years. Mwaka huu unaadhimisha kumbukumbu ya miaka 65 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Somalia. Meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la jeshi la ukombozi la watu wa China PLA Navy iitwayo Silk Road Ark imewasili katika bandari ya Bridgetown, Barbados kwa ziara ya kirafiki ya siku 7 na kutoa huduma za matibabu ya kibinadamu. Huyu hapa Tom Wanjala na maelezo zaidi. Meli ya Silk Road Ark iliwasili Barbados siku ya Jumamosi iliyopita, ikiwa ni sehemu ya dhamira ya kutoa huduma za matibabu ya kibinadamu na kuimarisha urafiki kati ya China na taifa hilo la Barbados.
Hii ni mara ya pili kwa meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la China kutembelea Barbados baada ya meli ya Peace Ark kufanya hivyo katika ziara ya mwaka wa 2015. Maafisa wa kijeshi la kisiasa wa Barbados, wafanyakazi wa ubalozi wa China nchini humo, pamoja na wawakilishi wa taasisi za Kichina zilizoko katika nchi za Amerika ya Kusini walipokea meli hiyo bandarini. Meli ya Silk Road Ark iliondoka katika mji wa Guangzhou mkoani Fujian mashariki mwa China tarehe 5 Septemba mwaka huu kuanza safari ya huduma za matibabu ya kibinadamu inayojulikana kama Mission Harmony mwaka wa 2025, ikilenga maeneo ya Pasifiki ya Kusini na Amerika ya Kusini. Mission Harmony mwaka wa 2025 ni toleo la 11 la mpango huo tangu mwaka wa 2010, na pia ni safari ya kwanza ya kimataifa kwa meli ya Silk Road Ark, ambayo ni meli ya pili ya hospitali ya China iliyobuniwa na kujengwa nchini humo ikiwa na uzito wa tani 10,000. Safari hiyo ya siku 220 ambayo ndiyo ndefu zaidi katika mfululizo wa Mission Harmony imepangwa kutembelea takriban nchi 12 zikiwemo Nauru, Fiji, Tonga, Mexico, Jamaica, Barbados, Brazil, Peru, Chile na Papua New Guinea kwa lengo la kutoa huduma za matibabu ya kibinadamu. Kadri baridi kali inavyoikumba sehemu kubwa ya kaskazini mwa China, shughuli za majira ya baridi zimegeuka kuwa chanzo muhimu cha mapato. Utalii wa barafu na theluji unachochea matumizi ya msimu, ukibadilisha baridi kuwa fursa za kiuchumi. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Katika mkoa wa Inner Mongolia, karibu watalii 10,000 walikusanyika kwenye mto Yimin ulioganda kusherehekea tamasha la Ice and Snow na damu. Tamasha hilo lilijumuisha misafara ya ngamia, mbio za farasi, uimbaji wa koo wa jadi wa Kimongolia na mieleka. Kwa ujumla, Inner Mongolia imeanzisha shughuli mbalimbali za utalii wa barafu na theluji, zikiwemo matembezi ya kutalii, burudani, michezo na biashara, ili kuboresha uzoefu wa wageni wakati wa majira ya baridi. Mkoa wa Liaoning nao umeandaa matukio mengi ya baridi, ikiwemo mashindano ya wazi ya kuteleza kwenye theluji mjini Dandong yaliyovutia washiriki zaidi ya 150. Serikali za mitaa pia zinatumia michezo ya umma kama pickleball ya theluji na soka la theluji kuongeza ushiriki na matumizi. Ili kuongeza mvuto, vituo vingi vya kuteleza kwenye theluji vimeanzisha kuteleza usiku. Katika Luoyang na Shenonjia, wageni wanafurahia miteremko yenye mwanga, maonesho ya taa na mandhari ya kupiga picha. Taiwan pia imeona ongezeko la zaidi ya 20% ya wageni wa kuteleza usiku. Hudhurio la kuteleza kwenye theluji usiku limeongezeka kwa zaidi ya 20%. Taa kubwa zenye mwanga mkali huangaza miteremko yote, na wataalamu wa kutunza theluji huhakikisha ubora wake wakati wa usiku. Hali hii imefanya kuteleza kwenye theluji baada ya kazi kuwa mtindo mpya wa burudani na mazoezi. Zaidi ya michezo, maeneo mengi yanatumia urithi wa asili na utamaduni kuendeleza utalii wa kitamaduni na majira ya baridi. Huko Sichuan, eneo la Hailuguo linachanganya barafu na elimu ya sayansi, huku Xinjiang ikiwavutia wageni kwa matukio ya baridi kando kando ya ziwa Sairam, masoko ya barafu na maonesho ya jadi. Katika maadhimisho ya miaka 10 ya mkataba wa Paris, idara yetu imeandaa video pamoja na kuhifadhi na kujenga milima ya kijani ambazo zinaonyesha jinsi timu za China na jamii za wenyeji zinavyoshirikiana kuboresha mazingira, kuendeleza teknolojia na kulinda ekolojia, na kuonesha jinsi fikra za Xi Jinping kuhusu ustaarabu wa ekolojia zinavyotekelezwa kuwa miradi inayoonekana na inagusa maisha ya kila siku. Leo tunaingia nchini Kenya kumwelezea mfano halisi wa upandaji wa mianzi kudhibiti mafuriko. Along the shores of Lake Victoria in Kenya, the Bunyala people have lived in harmony with nature for generations, their lives peaceful and serene. Yet climate change is quietly reshaping it all.
life we use a normal life as an African, how we live it. Climate change have changed very big story, you know. For a long time, it makes even floods to be in our area almost every year because we cannot live in water. When a flood comes here, it forces us to shift. Almost every people here lose their homes and houses. The flood must be reclaimed because we don't have any place to go to and live. To escape or to stay? And if they stay, how do they survive? This is the dilemma that the Bunyala people face every year. Mgeni. Tunashangazwa na nini sasa? Kwani wewe kuzaliwa huko? Nakuuliza swali, hujazaliwa huko? Daktari wange. Bwire Vincent Juma. I am the chief of this area. This area is called Bunyala South location. And this place actually is known for so many things. Part of what it is known for is for perennial floodings that normally hit this area every year. And this actually has kind of rendered our people into some sort of, they are now been reduced to beggars. Very bad, very bad. Hi, boy. Go with me. Hey, Yusuf. Nice to see you again. Yes, Welcome, Karibu. We try to put here temporary shelter for the time. But it's every year you have to redo the house, right? Yeah, because of water. Every year we build the house. I see. Yeah. Right, we met before. Yeah. She's talking. Yes, I remember you. He's working with that machine. Yes. 当我跟一个个村民聊到他们真实的成长过程的故事的时候，这种感受就不再是读一个新闻这么简单了，就是有一个更强的共情吧。你好，真棒！谢谢。So with Mama Nafula, as he started to come here, so we have seen some very big changes because how he came and introduced this project. We spread a bit. Yeah, you do here. Holding like this. 把一块可能从61年到现在一直没有使用过的荒地去重新改造的过程非常不容易。按5×5的间距种竹苗哈。You have to make sure, this 1 square meter is well digged, huh? Yeah. This grass is you dig a bit, yes, slowly, like this. I think it's too deep. You have to fulfill some soils in. Yeah, it's too deep. Since the flood comes, it destroys everything on the riverbank. So after the flood, we just prepare to plant some few trees with the bamboo, so that if it grow, it will protect that soil. 我们在一起把这个草除完之后，只要能在这个洪水季再给它种上作物，那我们这块地还是有很好的这个产量的。I mean, I don't come this often, but I hope you are the one accountable for the seeds. This is the seeds for the future. Yes. And also you feed your kids, feed your family, and I hope these seeds will pass on and on. Then this land will give you a good future. Yes, so we are sowing the future, huh? We did it together in April, and I hope you have harvested something.
In August 2025, continuous rainfall caused floods to overflow the ecological restoration demonstration area, putting its previous achievements under a severe test. So we would like to see what is happening here. Yes. Can we get in? Do you think we can get in? You can, but maybe not me. Wow. See, this is where the collapsing is happening. You see now, this bamboo is able to grow even with the flood coming 1 meter tall. Yeah. And other things may not survive very well. Because this after flood, they bring fertilizer, so it goes very well. Yes, even see, we have already bird nest over there. Yeah, Bamboo. they loved it very much. Even they built their houses there. While floods bring destruction, they also leave behind nutrients. Today, birds nest in bamboo that has grown for 8 months, and new life quietly sprouts. Meanwhile, Wan Guo Chin and the villagers have begun to explore the deeper value of bamboo. Today, I want to cut the bamboo to make boats for myself and my family. To make boat will carry me with my family to the other end of the river. In East Africa, where Kenya is located, lies the largest natural bamboo reserve in sub-Saharan Africa, accounting for about 3 to 4% of the world's bamboo forests. Yet for a long time, people didn't know how to use these resources effectively. I can say that I've been so very close to the chief. She wanted our people to kind of change the idea of looking at bamboo. Let's move, boys! This is a raft for life rescue. Everybody likes bamboos, so we prefer bamboos to be one of the best things to use in our future. And no wonder she's been given a name, a local name called Nafula. Nafula means somebody who was kind of born during rainy season. So you can make for yourself. You like it, right? You can make it round, you can make it square, you can make it different shape. You can even make a flower like this. So you can create something like this, some kind of art. So this can go to the market. I try on for you. 因为竹编呢，在我们中国是一个非物质文化遗产。那我们的想法呢，就是来进一步的带动当地的竹编产品的开发。因为在肯尼亚这个国家，它是有很多的旅游的这个市场的。那如果我们能把这样的一个竹编产品推广到一个全球性的它的旅游市场上的话呢，它的就业就可以很好的带动。I think this is a moment that I was expecting for long, because now I'm welcoming my Chinese delegation who are coming from far, and they're coming for also opportunities to join hands with you to do the community development. I come from Beijing, from China, and I just very deeply touched. We need to industrialize the whole bamboo industry to encourage. So that is the ideas from the Rua plus Madam, as she teaching us about the bamboo's product. We thank you very much. It's been important for me. 如果我们种再多树，可能在这儿都是没有足够的力量来防止进一步的退化。但如果你们来，我觉得这个力量就会更大。As the cooperative projects brought by enterprise groups move forward, these changes may redirect the local development path, ending the helpless waiting that once followed each flood. So, as you started this project, we start
gaining benefits from that project. So we ask you to continue, even to extend more hectares more than where we started. So I like it very much. Even my family like it. Future plan for this community. As a chief, do bamboo. This will be able to kind of help us. Now I want when it floods, our people don't kind of feel like threatened. We need when it floods, our people are happy because they'll be able now to kind of farm. As for the future of this land, Wang Guoqian already had a plan. After returning to China, she went straight to the place seeking development solutions for Africa. Anji County, once a mining area and now an ecological showcase, has a world-leading bamboo industry. From building materials to home goods, from handicrafts to cultural creations, thousands of bamboo products are born here. 欢迎王老师再次光临啊！谢谢蔡总啊，就是去年我们7月份啊，第一次到您这个地方来之后，我们这个在肯尼亚造起来了第一栋房子。就上次您也提到一个话题嘛，我们刚好在非洲其他国家啊都有做过一些帐篷的作品。帐篷这个点在非洲是特别适合的。对，就是我们觉得。 In Anji, Wang Guoqian became an enthusiastic bridge builder. We are promoting in Kenya now. Bamboo is one of them, which is of high value. We are promoting some of those efforts. Carrying first-hand needs from Africa, she strives to build a bridge of cooperation between Kenya and Anji. 在这个安吉这个场景下哈，再到现在转型为一个生态旅游的一个模式，这个背景其实就是很好的诠释了南山边。那走下来这一圈呢，我们就希望哈，把不是呀这个线，通过一棵竹子哈，实现我们的山清、水利、洋富和兴安。 Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第6课，你的个子真高。 Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Kutafuta tofauti. Kuna tofauti 4 katika picha hizi mbili. Tafadhali, mwambie mwalimu ni maeneo gani tofauti katika picha zote mbili. 头发、眼睛、耳朵、鼻子。 妹妹的眼睛很小，耳朵很小，手不大，头发不长。妹妹的眼睛很小，耳朵很小，手不大，头发不长。 妹妹的眼睛大吗？妹妹的眼睛很小。妹妹的耳朵大吗？妹妹的耳朵很小。妹妹的手大不大？妹妹的手不大。妹妹的头发长不长？妹妹的头发不长。
妹妹的眼睛很小，耳朵很小，手不大，头发不长。你的个子真高，你的鼻子真长。你的个子真高，你的鼻子真长。他的个子高不高？他的个子真高。他的鼻子长不长？他的鼻子真长。你的个子真高，你的鼻子真长。 Sasa tumemaliza majaribio yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 小蝌蚪找妈妈。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈眼睛很大。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈有4条腿。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈没有尾巴。你是我们的妈妈吗？我是你们的妈妈，我爱你们。妈妈，妈妈。小蝌蚪找妈妈。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈眼睛很大。他们的妈妈眼睛大不大？他们的妈妈眼睛很大。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈有4条腿。他们的妈妈几条腿？他们的妈妈有4条腿。你是我们的妈妈吗？我不是。你们的妈妈没有尾巴。他们的妈妈有没有尾巴？他们的妈妈没有尾巴。你是我们的妈妈吗？我是你们的妈妈，我爱你们。妈妈，妈妈。青蛙是不是他们的妈妈？是。青蛙是蝌蚪的妈妈。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalam.